Ni nyamugurusi wa Canada yagira mu dukarya TV kubadenyanya. Taba no kutabanguka. Okutaba no kutabanguka. Okutaba no kutabanguka. Okutaba no kutabanguka. Okutaba kuigana mirembe. Kolibikwa. Bana tupo mtaa ambapo tumevamiwa, lakini pia na sisi tumevamia. Mara baada ya kuvamiwa na tuvamie sisi. Kwa hiyo tumevamiana. Tumevamiana. Mambo vipi? Salama hizi. Kama kawa. Karibu sana. Asante sana. Safi kabisa. Naam, mtazamaji, kama unavyoona ninaye msanii ambaye anafanya vyema katika nyanja mbalimbali, upande wa burudani, lakini pia upande wa maigizo. Nadhani atakuja atujuze kuna ni zaidi, lakini kwa mfupi yeye anajulikana kama Mgurusi wa Kanazi. Mgurusi wa Kanazi, karibu sana bwana Zee. Asante sana. Nimefurahi kukuona. Asante sana. Yes, kwa mtazamaji anayekuona anatamani kufahamu kidogo majina yako, unaitwa nani, lakini pia ni mzaliwa wapi? Mimi kwa majina halisi naitwa Theonest. Jina mengine na yaficha ya ukoo. Lakini jina ambalo nalitumia ni Mgurusi wa Kanazi. Kwa upande wa sanaa. Ukituficha ya majina ya ukoo tunapata shida au watu sio wema rafiki ya Mungu utashobia. Okay. Watu sio wema. Hiyo hatari. Sawa, Mgurusi wa Kanazi sasa hivi ni nembo ya Kagera, lakini pia nembo ya taifa kwa ujumla. Hem, tupe kidogo kwa ufupi ulianzaje labda? Kwenye kwanza mimi tangi hapo nina kipaji. Lakini nilianza na uimbaji. Wengi hawalijui. Nilianza na uimbaji. Kwa maana kwamba comedy nilikuwa sioni kama inaweza kuwa na mvuto vile, kwa sababu mimi sana nimeanza niko mdogo 2008 2009. Kwa hiyo kipindi kile comedy ilikuwa haijapokelewa vizuri. Mimi nilichokifanya kitu kimoja. Nianza na muziki, ila baadaye nilifanya comedy tu kama kuanza ili nione watu wataipokeaje. Ila baadaye wakaja kuipokea kwa uzito mkubwa sana kuliko hata nyimbo. Kwa hiyo nikasema ngoja ni stiki kwenye comedy ili nione kama mambo yanaweza kwenda sawa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi comedy imeanza kuniletea watu wengi, comedy imeanza kunilipa kiujumla. Okay. Yeah. Sawa. Yeah. Na tulitamani kufahamu kidogo kwa ufupi, hiyo comedy yenyewe ulianza ukiwa shule au ukiwa wapi labda? Yeah, nilianza nikiwa shule. Nilianza nikitoka 2005. Niko primary. Kwa hiyo nilikuwa napelekwa kwenye mashindano ya kuigiza kwenye matamasha mbalimbali, mashindano ya shule mbalimbali. Kwa hiyo nilianza hivyo na sauti ya uzee ilianza toka niko mdogo. Unaigiza sauti ya uzee? Kwa hiyo nilivyokuwa nikakuwa yani nikazidi kuishikilia sanaa yangu nilionayo. Kwa hiyo napiga kote muziki. Kwa hiyo mpaka mimi nilianza nafanya muziki wa kawaida, ila sasa hivi nafanya comedy song. Na ni muziki ambao Tanzania hakuna wanaofanya. Niseme ni mimi mwenyewe najipa sifa kwamba mimi mwenyewe ndo nimeleta muziki wa comedy. Kwa hiyo tuseme ni comedy song. Yeah. Anyway, tulitamani kufahamu kidogo, kuna kitu ambacho ulifanya kikiwa ni cha kwanza kikakupeleka hadi ukajulikana kama Mgurusi wa Kanazi? Ndiyo. Na jina la Mgurusi wa Kanazi lilikujaje sasa? Mimi nilikuwa natumia jina la Mwana wa Kanazi. Nahisi kama unakumbuka, nilianza najiita Mwana wa Kanazi. Lakini sasa why uwe mwana wakati unaigiza ugurusi? Kwa hiyo nikawa nimebadilisha mwana nikaileta kwenye ugurusi. Sasa unazidi kuzeeka, unaendelea na hiyo kazi, unapiga content za uzee, alafu unajiita mwana. Unakutana na mtoto anakuita mwana, unasema kanini. Sasa bora ubadilishe gia angani mapema. Unajua ugurusi hauishi. Ndio. Yeah. Sawa. Sasa ni tukio gani bado ulifanya la kwanza? Na maana kwamba ambalo lilikutambulisha kwa Mgurusi wa Kanazi, kwa Mwana wa Kanazi kwa ufupi. Tukio la kwanza nakumbuka ilikuwa mwaka 2010. Na hilo nilifanya tu kuweka mtandaoni kama kujiliwaza mimi. Lakini hapo ndo ilikuwa njia ya kuanzia safari ya comedy. Sababu nilikuwa nimepanda wanaita miwese. Nilienda kukata nani yale wanatoaga mafuta yale. Chimbeshi. Ndio. Sasa wakati nakata nikapata idea. Sasa mfano watoto wana kawaida ya kwenda mikoani, wazazi wanawasomesha, mwisho wa siku wakisha toboa hawakumbuki wazazi. Anaanza kutumia hela kula bata, alafu mzazi anapata shida. Sasa nilipokuwa kule nikaomba wanishikie kamera. Sasa nikawa na rekodi baada bange bukanchiga umwageo manga nikakufera umbimeshe. Nikawa nimeiposti mtandaoni. Tangu hapo nikaanza yani watu wakaanza kunipenda sana, kunifuatilia. Wananipigia simu, Mgurusi posti. Mwisho wa siku nikasema hapa ndo penyewe sasa. Nikaanza kufanya content kama hizo. Okay. Na jina ndo lilianzia hapo la Mgurusi wa Kanazi. Yeah. Ni muda vile umepita kweli? Muda. Kwa sababu nakumbuka
Hiyo content ilikuwa mwaka 2010 ndio ilianza kusambaa sana. 2010. Hapo vijana wa comedy hapa mkoani hawajaonekana. Sisi ndio tumewatengenezea njia. Ndio. Alafu mwisho wa siku wanakuja kutudharau. Inakuwa haipendezi yeah. Ikatoka hii. Sasa tangu hapo nikawa natengeneza content natunza. Nilipoanza kuziachia ikawa mfululizo. Na ndio maana hata kwenye upande wa muziki nimepunguza kidogo. Napiga kwa mwaka mmoja napiga nyimbo 2 au wimbo mmoja natulia. Lakini nadiri na comedy. Yeah. Na comedy sasa hivi ndo habari ya mjini kwangu. Ndio zishaingiza kipato tayari sasa. Kabisa. Kwa hiyo mimi mtu sasa hivi akisema ananizuia comedy, huyo kwa kweli hatuelewani. Kwa hiyo tunaona muziki na comedy comedy ndio inakupeleka sasa hivi mbali. Na muziki ni comedy. Yaani sasa hivi ninachokifanya hata kwenye muziki nafanya vurugu. Kwenye muziki labda comedy gani ambayo uliweka ili kusudi hata na wale watazamaji pamoja na wasikilizaji wakakuelewa? Okutabanguka. Ikawaje tena hiyo? Na hizo ile ngoma unaielewa. Yaani nimefanya watu wacheke lakini waelimike. Okutabanguka. Kwa hiyo walio wengi wanacheka tu. Lakini mimi pale nililenga wacheke alafu wavune kitu mle ndani. Kwa hiyo nilimaanisha vitu viwili kwa wakati mmoja. Okutaba ni unatafuta either upate au ukose. Okutabanguka. Na hisi unaelewa, yani nikufanya jambo ambalo halina faida lakini unafanya. Okay, sawa. Sawa. Naam, mpenzi mtazamaji, kama unavyoona na kama unavyotazama tunaye mgurusi wa Kanazi ambaye anafanya vyema ndani ya Kagera lakini pia anawakilisha hata taifa kwa ujumla. Maana tunaona mgurusi sio mtu wa kawaida sasa hivi. Hebu tuambie kidogo. Juzi tuliona kama vile ulikuwa ilikuwa vipi hiyo ndugu yangu? Au ni kawaida yako unaenda tu na kurudi? Kawaida yangu. Unarudi jioni. Kawaida yangu. Sema watu walikuwa hawajui. Sababu mimi sio mtu wa mitandao sana muda wote kuposti kwamba hapa niko hapa. Mimi nadili na kazi. Kwa hiyo kule nilienda kikazi na baada ya kumaliza kazi ili watu wengi walisema nibaki kule. Lakini shida kuoga kila siku. Akasema lazima nirudi kuoga. Maji kakuchanganya. Yani unaoga kila siku inakuwa ni shida. Ukasema iwezekani. Kwa hiyo mimi niende nifanye kazi, niende mikoa mingine nifanye kazi alafu nirudi huko kwa sababu huku nimewekeza nje ya sanaa. Bado nafuga, bado nafanya biashara, bado nalima, nimewekeza huko. Lakini pia ulipoenda Dar nadhani kuna ushirikiano ambao ulipata, nadhani kuna wasanii ambao uliwaona ni wazaliwa huko, wakina Koi Mzungu, bila shaka na mama Mawigi. Upokeaji ulionaje labda? Ulikupokeaje? Ulipokea vyema. Kwanza mama Mawigi ni mtu ambaye ni mtu yuko peace sana. Mama Mawigi ni mtu peace na mwanae Koi Mzungu mtu peace sana. Kwa hiyo nazidi kumuomba Mungu azidi kunileta karibu nao. Ili tuone kwa namna moja ama nyingine tunaweza kufanya kitu. Mawasiliano yako sawa. Mawasiliano yako vizuri. Sawa. Na mpenzi mtazamaji, kama unavyoona bado ninaye mgurusi wa Kanazi. Tunapiga story 3 kwa kuhakikisha kwamba unayajua kwa undani zaidi katika upande wake mgurusi wa Kanazi. Nyuma ya kamera ni Mr. Jackson Kasabira, mimi naitwa Livinus Karoli. Bado tunalisongesha kwa kuhakikisha kwamba tunakujuza yale ambayo tunayo. Mgurusi wa Kanazi. Kama ni unaonaje game ya Kagera kwa ufupi katika pande zote mbili, katika upande wa kuimba lakini pia upande wa maigizo? Vijana tuwafanyeje, tuwasaidieje ili kusudi na wenyewe tuweze kutoa sehemu moja kwa sehemu nyingine? Ni swali zuri. Na tungelisahau ningekuuliza nimeshaondoka. Naam. Wasanii wa Kagera wanapata bahati wanajichezea. Kwa maana msanii akiwa anajitafuta anahangaika sana. Mfano anakuja redioni, namchezea nyimbo zake, mnafanyaje, lakini akishaona kajina kidogo kamekuja, anavimba. Kwa hiyo sasa hilo swali mfanyeje ili muweze kuwainua? Wanahitaji wana saikolojia kwanza. Wapate elimu kwanza. Kwa sababu tofauti na hapo watapata shida sana kwa sababu kwanza wanadharau, kwanza ushirikiano hamna Kagera. Ndio maana nasemaga sanaa ya Kagera ina marali ya sugu. Watu wengi hawaelewi. Marali ya sugu ni hiyo. Hamwezi kupanga kwamba twende studio leo tuandae kitu fulani. Kila mtu anataka awe monitor. Na mkubwa na mdogo. Hiyo ndio shida inaanzia hapo. Kwa hiyo tunahitaji maombi ya Mwamposa. Mwamposa atusaidie, atuwekee maombi ya kutosha ili tuone kama ushirikiano utakuwepo. Lakini tofauti na hapo tutayumba sana. Changamoto. Changamoto kweli. Lakini tunaona vipaji vipo.
tunaona vijana wengine baadhi yao wanaenda kukimbiza kidogo kina Chikasha na baadhi wengine wapo. Lakini je, ushirikiano upo? Ni swali ambalo liko kapuni. Tuna ushirikiano wa pamoja kwa kuandaa kitu. Unaweza mkaandaa idea, mmoja wetu akatoroka akaingia studio akafanya kabla hamjajumuika. Basi kwa hiyo ushirikiano hamna. Na tukilificha hili janga tutafuna. Bora tuliseme tuone ni jinsi gani tunaweza kupata hata wana saikolojia au maombi. Ndio maana sanaa ya Kagera haiendi. Ukiniuliza msanii ambaye ameenda nitakwambia hayupo Kagera. Kwa sababu hata Saida huyo mama tumweke pembeni. Huyo ni mama. Huyo ana umalikia wake, ana jina lake. Lakini niseme kwa wengine bado tuna shida sana. Sasa ndo watoe sasa, wewe ndo utoke sasa. Ushajitolea sasa, ndo utoke sasa, utoe. Ni wasaidi yani wewe ujitoe yani na uondoke sasa. Wale wananiona wakubwa kwangu bado. Sasa unawatoaje wakubwa zako? Kweli? Kabisa kwa sababu najua tungekuwa na ushirikiano, wazungu wanaita combination, muunganiko. Tungekuwa mbali sana kwa sababu Kagera kuna vipaji, lakini shida ni sisi tunajiona tuna vipaji ambavyo watu mashabiki ndio wanatakiwa watuone sisi, sio sisi kujiona. Mimi pengine kuna kipindi mwanahabari mmoja aliniuliza, Mgurusi, umejipatia asset gani kwenye sanaa? Akasema asset ni watu. Akasema hatuzungumzii watu, tunazungumzia vitu. Nikamuuliza vitu vinaletwa na nani? Kwa hiyo asset kubwa ni watu. Mtu usiwe na vitu ukawabebia watu ambao wale watu ndio wanaleta vitu. Kwa hiyo mtaji wa kwanza ni watu. Wazingatie kuwa na vibali. Sasa wajisajili BASATA. Wataepuka na changamoto nyingi. Kwa maana kwamba unaweza ukapewa show, ukapewa advance ndio ukao umemaliza. Unaenda unabutua show unamaliza, unadai chako wanakuambia tulishamalizana. Kwa hiyo ukiwa umejisajili BASATA itakusaidia kukusimamia na kusimamia kazi zako na kulinda mikataba yako. Kwa hiyo tayari ushajisajili. Niko vizuri. Sina wasiwasi. Kwa hiyo kazi nina uwezo wa kufanya kazi nadhani Tanzania nzima bila nakuwa najiamini. Unaweza kwenda sehemu yoyote wakakuita mwizi, jambazi kwa sababu hawakujui. Lakini ukiwa na kitambulisho chako unafanya kazi vizuri. Sasa nakuja kwenye changamoto. Changamoto ilitokea naenda kwenye show ni comedy na nilikuwa nimepewa order ya kufanya comedy na UMC kusherehesha. Sasa kumbe eneo ambalo nilitakiwa niende ni kwenye kitongoji hicho kuna harusi mbili. Sasa naenda kupiga sehemu ambayo sijahalikwa. Wako kanisani wameenda kufunga ndoa. Mimi nafika pale napiga mavazi yangu naanza kazi. Sasa kufika saa 9:10 mchana na 9 napigiwa simu na bwana harusi. Mbona sikuoni? Sema mimi niko jukwani naendelea na kazi. Kumbe sherehe ni tofauti. Akasema bwana, vipi? Sherehe iko sehemu fulani na anayepiga muziki ni fulani. Akasema shapotea. Hiyo ni changamoto ya kwanza. Ulipo katika harusi ya kwanza ile ambayo harusi ya kwanza mimi hata hawakujua nimeondokaje. Ile msiwa pili kujitokeza bado kwa mchaguliwa. Nadhani alikuwa anajiandaa kuanza kazi. Alichelewa. Nikawa nimemsaidia. Pasipo hata yeye kujua. Sasa changamoto ya pili ni changamoto ya Karime. Hiyo ni changamoto ambayo ilikumba taifa zima kwa wasanii. Yaani ukiposti kitu chako, ukifanya kitu chako umewekeza kwa nguvu zako, nasikia mtu anakuambia huwezi Karime. Ni changamoto ambayo inayumbisha na inakatisha tamaa. Au hawezi aenda Karime huyo bana. Bora aende Kizina. Karime. Sasa kwa nini usinichagulie kazi nyingine tofauti na kulima? Yawezekana nimelima mashamba yote yako safi. Sasa nilime wapi tena? Kwa hiyo ni jambo moja ambalo kwa mtu kama hujasema kwamba nimeingia kwenye sanaa inaweza kukatisha tamaa kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo kwanza tulikemee, halafu tuwashauri mashabiki zetu. Kuna comment nyingine unaweza kucomment msanii akatoka kwenye reli. Lakini mimi nakomaa. Ukisema Karime wakati mimi nalima haina shida, lakini naendelea kupiga kazi kama Mgurusi. Ndio. Sasa napiga ukutaba kwa sababu ndio wimbo wa mkoa sasa hivi. Sawa. Kwa hiyo hapa naweza kuanza kazi moja kwa moja. Tupo live. Okutaba no kutabanguka. Piga makofi sibojo pa machaba kuiga ne mirembe. Koli bikwato likala ne mirembe. Okutabanguka kushabiro rufu. Okono manya okona iworifu kabulika. Okarabo mubatu bona baka kebuka. Kwese watu bandune bona baka kwiruka.
Ka kagwaterwe ndura ntina gwo gukagutuka kaguri muliro nagwo gukalipuka bakabulwa kulaza bona bakakwiruka okabanza kuwigo bwiri bone mbwa bugenyi otali gitera ngo otali kipinga bakushanga kibakigiresi lento kibakiresi nayo namara